lakini pia kuna link ambazo zinakupeleka kwenye social media, kwenye hizi site zetu za kijamii kama Facebook, Instagram pamoja na Telegram. Kwa unaweza kupitia hizo buttons kama unatumia kompyuta, lakini kwa yule ambaye anatumia simu anaweza kwenda kwenye video description, kwenye maelezo yaliyoko chini ya video, halafu akaweza kuona hizo link za kumpeleka kwenye hayo maeneo. Kwa nao moja kwa moja karibu tuende kwenye sehemu yetu ya 5. Twende kwenye sehemu ya 5, lakini nafikiri kidogo kulingana na device ambayo natumia kwenye recording, kulingana na connection ambayo nimefanya, kutakuwa kuna makelele kidogo ninapokuwa natumia peni. Kwa hiyo nitajaribu kupunguza kidogo matumizi ya peni. Kutakuwa na kelele ambazo zinasikika wakati natumia peni. Kwa hiyo napunguza kidogo matumizi ya peni, nitakuwa nazungumza zaidi. Kwa hiyo leo katika sehemu ya 5 tunaenda kuangalia mzunguko wa soko. Leo katika sehemu ya 5 tunaenda kuangalia mzunguko wa soko. Mzunguko wa soko. Hicho ndio kitu ambacho tunaenda kukiangalia leo, mzunguko wa soko. Kwa hiyo katika mzunguko wa soko, au wengine tutasema mizunguko ya soko, au hivyo mzunguko wa soko ni sawa. Kwa hiyo mzunguko wa soko tunataka kuja kuona ni kwamba soko linapokuwa muda wowote ule limefunguka, lazima liwepo kwenye mojawapo ya tunaita kama mwenendo. Linatakiwa liwepo kwenye mojawapo ya mwenendo ambao linakuwa linaurudia. Linakuwa kwenye mojawapo ya mwenendo ambao linakuwa linaurudia, ambapo mwenendo hii tunaita kama trend. Nafikiri Kiswahili kinaweza kuwa ni kigumu sana kuliko Kiingereza. Mwenendo ndo ni kama tunaita trend. Kwa muda wowote soko huwa linakuwa liko katika mwenendo ambao linaurudia. Kwa tunaita kama trend. Kwa hiyo sasa hiyo mienendo iko ya namna mbalimbali, au hizo trends ziko za namna mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunaweza kuja kuziingiza katika mizunguko, ambapo tunapata aina 3 za mizunguko, ambapo sisi tutakuja kuongelea aina 3 za mizunguko. Lakini katika hizo aina za mizunguko tunakuja kuona katika kila aina inamaanisha inakuwa na awamu. Kila mzunguko unakuwa na awamu. Kwa kuna vitu tunaenda kuviona hapo tujue awamu ni nini na huo mzunguko unakuwa ni kitu gani, na hizo awamu katika mzunguko inakuwa ni kitu cha namna gani. Kwa hiyo katika mwenendo sehemu ya kwanza tutakuwa tuna mwenendo wa juu, tunaweza kuita kama mwenendo wa juu. Lakini pia aina ya pili inaweza kuwa na mwenendo wa chini, lakini pia tunakuwa na mwenendo wa pembeni, ambapo na unafikiri ili tuelewane vizuri naweza kutumia tu maneno yaliyopo kwamba kuna mwenendo ambao tunaita kama consolidation ni pale ambapo tunakuja kuona soko linakuwa lina mwenendo wa pembeni. Tunaweza kuita mwenendo wa pembeni. Pembeni manake tunasema linaenda sideway. Pembeni ni kama linaenda sideway. Lakini kuna wakati soko litakuwa lipo kwenye mwenendo wa juu ambao tunaita kama uptrend. Kuna mwenendo wa juu ambao tunaita kama uptrend. Hii ni mwenendo wa juu. Lakini pia kuna wakati soko linakuwa kwenye mwenendo wa chini ambao tunaita kama downtrend. Downtrend. Downtrend ni mwenendo wa chini. Kwa hiyo hizi kwa pamoja ndio tunapata mzunguko au mizunguko ya soko, kwamba muda wowote soko linapokuwa limefunguka lazima liwe kwenye mojawapo ya huu mwenendo. Kwa kuitambua hii mienendo ya soko itakuwezesha wewe kujua ni mbinu gani utatumia kufanya trading kulingana na soko liko katika mwenendo gani. Kwa hiyo hapa ndipo itakapokuwezesha kupata mbinu, kwa sababu katika kipindi kilichopita tulisoma kuhusiana na mbinu za trading. Sasa kila mbinu inaweza kufaa zaidi kulingana na soko liko katika mzunguko gani au liko katika awamu gani. Kwa hiyo tukija kwenye awamu hizo ziko katika masoko yote, iwe ni forex au hata kwenye stock, lakini pia mara nyingi sana naziona kwenye stock, kwenye soko la hisa. Awamu ziko awamu 4, lakini hizo awamu 4 zitakuja kuingia kwenye
hii mienendo mitatu ambayo tumeizungumzia, kwa sababu mara nyingi nakumbuka nimesisitiza tu kwamba kozi yetu itajaribu kuvigawanya vitu katika makundi ya vitu vitatu. Ukitazama kwenye kila kipindi tunapoongelea vitu fulani lazima tuviweke viwe vitatu. Indicators ziko 3, labda techniques za kutrade ziko 3, analysis tools tumeongelea 3. Kwa kila kitu tulipokuwa tunaongelea mbinu za kufanya trading tumeongelea 3, pair za kutrade tumeongelea 3. Kwa kila vitu tumeweka katika makundi ya vitu vitatu, na hii ni katika kurahisisha uelewa. Tunapunguza kusiwe na vitu vingi sana, kwa sababu wakati mwingine unapokuwa na vitu vingi sana ndivyo vitakuchanganya, hata huwezi kufanya maamuzi sahihi sokoni. Kwa hiyo kama tumeweka katika makundi ya vitu vitatu, kwa hali ya kawaida utasoma kuhusiana na awamu ambazo tunaita kama phases. Katika soko kuna vitu vinaitwa awamu hizi kwa lugha ya Kiingereza naita kama phases. Kwa hiyo ukisoma phases katika masoko, ikiwepo soko la hisa, stock market, utakuja kuona ziko awamu 4. Lakini katika hizo awamu 4 za soko tunakuja kuziingiza ndani ya hii mienendo mitatu, ambapo tuna awamu 2 zote zinaingia kwenye mwenendo huu wa pembeni, consolidation, ambapo tutakuja kuona kwenye consolidation nitakuja kuonyesha na michoro consolidation ni nini, uptrend ni nini, downtrend ni nini, na kwa namna gani pia unaweza trade kwenye hizo nani zote, au mbinu gani unaweza kutumia katika zile mbinu ambazo tumeshazisoma. Lakini sasa nataka tupate picha ya mwenendo au trend, alafu na awamu au phase ni vitu gani, tuone trend pamoja na hizo phases zinaingiliana kwa namna gani. Katika mwenendo wa consolidation au huu wa pembeni tunakuja kupata awamu 2. Huu mwenendo unaundwa na awamu 2. Awamu ya kwanza inaitwa, so lazima iwe ya kwanza, lakini ya kwanza kwamba mimi naitaja tunaita kama accumulation. Hii tunaita kama accumulation phase. Katika awamu ya accumulation ni kama awamu ya kukusanya, au kujaza. Hii iko ndani ya consolidation. Lakini pia kuna awamu inajulikana kama distribution. Katika awamu ya distribution, hii ni awamu ya kugawanya au kusambaza. Kwa hiyo hizi zote zinaunda consolidation. Hizi zote zinaunda mwenendo wa consolidation au mwenendo wa pembeni. Sasa tunaposema mwenendo wa consolidation au mwenendo wa pembeni ni kitu gani? Ni pale ambapo huwa tunakuja kuona soko tunaita kama lina range. Hapo tunaita soko linakuwa kama lina range. Yaani lina sehemu fulani ambazo tu linafikia alafu tena linarudi kule tena. Kwa range haliendi juu wala haliendi chini, yani haliko kwenye mwenendo wa juu au mwenendo wa chini, ila liko kwenye mwenendo wa pembeni. Hakuna mwenendo wa kuelekea juu au chini. Hapa tunasema soko linafanya consolidation. Kwa linapofanya consolidation, soko huwa linakuwa liko kwenye accumulation, kwenye ukusanyaji au ugawanyaji, accumulation au distribution. Tunapoongelea accumulation tutakuja kuziona ni kabla ya kufanya mwenendo wa juu au wa chini, lakini kikubwa accumulation huwa inatokea wakati soko lipo chini, na distribution huwa inatokea wakati soko lipo juu. Kwa tunakuwa na accumulation distribution. Kwa ndivyo soko linakwenda accumulation distribution. Kwa accumulation distribution. Kwa soko haliwezi kwenda kwenye mwenendo wa juu au wa chini kama halijafanya hayo matukio mawili. Pengine liwe lime accumulate au lime distribute, ambapo liki accumulate manake hapa tunakuja kuangalia ni wakati ambao traders wanakuwa wanataka waanze kukusanya. Kwa kama wanataka waanze kukusanya,
katika hii hatua itapelekea sasa thamani ipande. Kama traders wanakusanya, basi thamani itapanda, manake watakuwa wananunua. Na katika distribution, manake traders wanataka watoe, wagawanye, wasambaze. Kwa hiyo kama traders wanatoa au wanasambaza, basi thamani ya hicho kitu fulani kinashuka. Thamani ya hicho kitu kinashuka kwa sababu kila mmoja anakitoa. Lakini kinapokuwa kwenye accumulation, manake kina uhitaji mkubwa. Yaani kikubwa ni kwamba tunapokuwa kwenye accumulation, manake demand inakuwa ni kubwa. Kama demand ni kubwa, basi thamani lazima ipande. Tunapokuwa kwenye distribution, manake supply ni kubwa. Kwa kama supply ni kubwa, kwa thamani lazima ishuke. Kwa ndivyo ambavyo hizo awamu zinakuwa, hiyo awamu inakwenda katika hizo awamu mbili, accumulation na distribution, ndio itakuwa inaenda hivyo. Lakini kikubwa ni kwamba soko linakuwa linakwenda pembeni, tunaita kama sideway. Soko linakuwa linaenda pembeni au tunaita kama sideway, kwa maana ya kwamba linafanya consolidation. Haya, hiyo ni awamu, hizo ni awamu mbili. Tumebakiwa na awamu nyingine mbili, ambapo kuna awamu moja inaitwa markup. Kuna awamu moja inajulikana kama markup, lakini pia tuna awamu nyingine ambayo inajulikana kama markdown. Kwa hiyo markup na markdown, hizi ni awamu zinazoingia kwenye mienendo hii miwili. Mwenendo wa juu unakuwa na awamu ya markup na mwenendo wa chini unakuwa na awamu ya markdown, ambapo hizi zinaeleweka kabisa kwamba markup na markdown ni kitu gani, lakini nataka nizieleze kwa mchoro. Labda tuanze na uptrend ambao ni mwenendo wa juu. Kwenye mwenendo wa juu, soko huwa tunaona linatengeneza kitu kama hiki. Na utajuaje kwamba soko liko kwenye mwenendo wa juu? Ni pale ambapo utakuja kuona ile hatua ya juu iliyofikiwa inakuja kutengenezewa hatua ya juu zaidi, na tena kuna hatua ya juu zaidi ya ile ya nyuma. Yaani zote ni juu, lakini iko ya juu zaidi ya ile iliyopita. Hapo tunasema soko liko kwenye mwenendo wa juu, naita kama uptrend. Kwa hiyo kwa lugha ya Kiingereza huwa nasema linatengeneza higher high, au linatengeneza higher low. Yaani ile sehemu iliyokuwa ya chini, ile ya chini inayofuata iko kwa juu. Ile ya chini inayofuata iko kwa juu. Kwa kama litaendelea tena kutengeneza sehemu ya chini tena, basi itakuwa iko kwa juu yake tena. Kwa tunaita ni kama hii itakuwa ni sehemu ya juu ambayo ni higher high, ni sehemu ya juu iliyoko juu, na hii ni sehemu ya chini iliyoko juu ukilinganisha na hii iliyopita. Hii ni sehemu ya chini iliyoko juu, kwa tunaita ni higher low. Kwa soko linavyotengeneza hivyo vitu, tunasema liko kwenye uptrend ambao ni mzunguko wa juu, ambapo katika awamu tunasema liko kwenye awamu ya markup. Na hii kwa nini linafanya markup? Kwa sababu hapa mwanzoni lilikuwa tayari limefanya accumulation. Lazima liwe limeanza na accumulation, linaenda sideway, litakuja lina boom. Likisha boom ndo hapo manake limebreak, linaanza likishafanya sideway limeaccumulate, manake tayari hapa kumekusanywa nguvu. Kwa baadaye sasa nguvu ile ikiwa ya kutosha, ndipo tunaona soko linajitokeza kwenda juu. Kwa hiyo na katika hiyo mizunguko hapa tunaweza kusema ni consolidation ambayo inahusisha accumulation, lakini kwa juu yake hapa kutakuja kutokea consolidation nyingine. Ambayo hii consolidation ya hapa juu ambayo inaliandaa soko kuingia kwenye mwenendo wa kushuka. Hii consolidation ya juu ndio tunaita kama distribution. Kwa hapa tunakuwa tuna distribution, alafu hapa tunakuwa tuna uptrend ambayo ni markup. Hapa tunakuwa tuna markup, alafu hapa tulikuwa tuna accumulation. Hii sehemu ya chini hii ni accumulation.
lakini soko linapokuwa linashuka huku, hii inaitwa ni markdown. Hii inaitwa ni markdown. Kwa markdown ni sawasawa na mwenendo wa chini, downtrend, mwenendo wa chini. Kwa katika mwenendo wa chini, soko huwa linakuwa liko kwenye awamu ya markdown, ambapo markdown ni pale ambapo tunaona kunatengenezwa, tunaita kama tunaita lower high, na hii inaitwa ni lower low. Yani ile sehemu ya juu iliyofikiwa inakuwa iko chini ya sehemu ya juu iliyofikiwa kabla. Ndio maana nasema ni lower high. Ni sehemu ya juu iliyoko chini ya sehemu ya juu iliyofikiwa kabla, mwanzo, au iliyofikiwa mwanzo. Na hii tunaita ni lower low kwa sababu ni sehemu ya chini iliyoko chini ya sehemu ya chini iliyofikiwa kabla. Kwa hii ni sehemu ya chini iliyofikiwa kabla, lakini ukilinganisha na hii sehemu ya chini iliyoko sasa iko chini yake, ndio maana naita ni lower low. Kwa hiyo now hapa soko linakuwa liko kwenye markdown, au kwenye mwenendo wa chini ambao ni downtrend. Kwa hiyo likimaliza hiyo, tunakuja kutegemea, kwa sababu tumeita ni mzunguko wa soko, maana ni kitu ambacho kinajirudia. Lazima kila mara soko liwe linafanya kitu kimojawapo, liwe katika hatua mojawapo kati ya hizi kwenye huu mzunguko. Kwa soko likimaliza huu mwenendo wa kushuka, manake kwa sababu huu ni mzunguko, manake linarudi tena kwenye accumulation. Litakuwa lina accumulate kwa hapa mbele. Sasa likiaccumulate hapa mbele, baadaye lina boom, manake linatoka nje ya accumulation, linaanza na markup inaenda, litafikia sehemu ya juu. Likifika sehemu ya juu, linafanya distribution, alafu linakuja na markdown ambao ni kwenye downtrend. Kwa hivi ni vitu ambavyo vinakuwa vinajirudia. Kwa ukiwa kama trader lazima ujue mzunguko upi unaonyeshwa na kitu gani, na utatumia mbinu gani katika kutrade ukiwa kwenye mzunguko fulani. Kwa hiyo katika mbinu za kutrade tulisema unaweza trade kwa kufuata mwenendo au trend. Tulisema ni trend following. Lakini pia tulisema unaweza trade kwa kuangalia reversal, kwamba inageuka, soko linapokuwa linageuka wewe ndio una trade reversal. Lakini pia tulisema unaweza trade kwa kuangalia breakout, kwamba soko lilikuwa katika level fulani, limeivunja ile level. Kwa hiyo ukijua mzunguko wa soko na hizi awamu zake, utakuwa na uwezo wa kujua katika awamu ipi naweza nikatumia mbinu gani. Mfano mzuri, tunapokuwa na hii accumulation pamoja na distribution ambazo zinakuwa ndani ya consolidation, kitu ambacho nimekionyesha hapa. Hapo unaweza ukatrade range, kwa sababu hii tunaita kama ranging market. Kwa hapo unaweza ukatrade range, ambapo kutrade range maana kuna trade reversal. Hapo na trade reversal, unaona soko likifika juu unajua litarudi tena pale, ukihiti hapa litarudi tena kule. Kwa utakuwa unaenda nalo kwa mtindo kama huo. Hiyo nasema una trade reversal. Kwa utatumia mbinu ya reversal soko likiwa katika hatua ya accumulation au distribution. Lakini unaweza kutumia mbinu ya breakout pia hapa, kwamba utasubiri soko litoke nje. Labda hapa litoke nje, alafu lirudi retest na kuendelea, kama ilivyofanya hapa wakati tunachora hapa, kwamba soko lilikuwa lina range. Katika ku range limekuja breakout. Kwa hapa unaweza trade breakout, kwamba lilipovunja hapa limerudi ku retest, wewe unakuja kuendelea nalo kwenda huko. Kwa unaweza trade pia breakout. Lakini linapokuwa lipo kwenye markup, kwenye hii awamu ya markup, au kwenye mwenendo wa kwenda juu, au linapokuwa lipo kwenye markdown au mwenendo wa kwenda chini, lazima utumie trend following. Utumie mbinu ya kufuata mwenendo, trend following, mbinu ya kufuata mwenendo. Hivyo ndivyo ambavyo tunaweza kutumia mbinu za kutrade pamoja na mizunguko ya soko. Na kama hujatazama mbinu za kutrade, unaweza kaenda kutazama video ambayo ni kipindi kilichopita, ilieleza mbinu za kuweza kutrade. Lakini ujue kwamba hii course tunatoa kama basic, ni course ambayo ni basic, sio strategy.
Kwa hiyo bado ukielewa hizi basics ndio unaweza kudevelop strategy au unaweza kujifunza strategy. Kwa tunatoa basics, lakini pia unaweza kaenda zaidi na kuweza kujua strategies. Lakini kumbuka tuna seminars ambazo zinafanyika mwakani 2022. Kwa hiyo jiweke tu tayari, subscribe kwenye hii channel ili uweze kupata taarifa pale tunapokuwa tunatoa ratiba za seminars. Kumbuka tunatoa ratiba za seminars kwa kila mkoa. Tutatoa ratiba za seminars kwa kila mkoa. Kwa lazima kila mmoja awe tayari. Kwa hiyo subscribe kwenye hii channel ili uweze kuwa unapata hizo taarifa tunapokuwa tunazitoa. Asante kwa wakati wako na karibu sana.